Yanga hawajamzuia Simba kufanya mazoezi, ila Yanga wamewazuia watu wasiojulikana kuingia ndani ya uwanja wa Mkapa. Sisi tulikuwa tunashuhudia hapa jana, wachezaji huwa tunajua ni 30 au 25 pamoja na viongozi na benchi la ufundi, lakini kuna basi lilibeba watu ambao hawahusiani kabisa na mazoezi. Walikuja kufanya nini? Sisi tuliwazuia katika hilo. Kama walitaka kufanya mazoezi wao wangefanya, na sisi tunakubali tuliwazuia kweli, kwa sababu walitakiwa kuingia watu ambao wanahusika na mchezo. Na tuliowaona sisi, wachezaji tuliowaona hapa, tulimuona beki namba 2 wa Simba, ule mtoto nani anaitwa ule, beki namba 2 wa Simba ule huo unaitwa ubaya ubwela. Mwanafamilia wa Koni Online TV, kama ni mara yako ya kwanza, nikikusii tubonyeze alama subscribe kisha turn on notification. Na hapa leo nakuletea update mbalimbali ambazo zimejili katika michezo mnamo wa hapo jana tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Sijajua ndani ya tarehe 8 kuna nini. Tukumbuke kabisa kwamba pindi hapo mwaka jana pia Yanga waligomea mechi tarehe 8, lakini pia Simba wamejirudishia leo tarehe 8. Hivyo mashabiki wamesema ya kwamba tarehe 8 TFF na bodi ya ligi haitakiwi kupanga kuwa ni siku ya mchezo, kwa sababu tarehe 8 ina kizungumkuti. Poleni mashabiki ambao mlisafiri kutoka mbali, poleni mashabiki ambao mlipanda ndege, poleni wafanyabiashara mbalimbali ambao mlinunua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kwenda kufanya biashara katika uwanja wa Mkapa mnamo wa tarehe 8 mwezi wa 3. Poleni Azam TV kwa changamoto ambazo mmepitia za kuandaa magari kuweza kuutililisha mchezo huo mubashara moja kwa moja, lakini mchezo huo Simba walihususia na kufanya Yanga kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa peke yao na kuendelea kupasha misuli, huku TFF ikiwapongeza Yanga kwa kile ambacho wamekifanya kwa kuwapatia alama 3 za bure. Huu ndio ubaya ubwela. Wanasema ya kwanza, mtoto alipata mimba; ya pili, mtoto akakataa kuishi na mwanaume; lakini ya tatu, mtoto amemkimbia mwanaume wake. Hii ni ajabu katika soka la dunia, na hii ni aibu kwa Afrika Mashariki. Hii ni aibu kwa Afrika. Hii ni aibu kwa dunia nzima, baada ya klabu kubwa Simba Sport Club kuikimbia timu ya Dabi Yanga da Afrika ambayo imekuwa ikiogopwa katika nchi ya Tanzania. Lakini mashabiki wa Yanga wana furaha zote baada ya TFF kuwapatia alama 3, na hii nadhani itakuwa ni shangwe kwa klabu ya Yanga baada sasa kuongoza ligi, na hichi ndicho kipolo ambacho mtoto Simba alikuwa anakitaka, lakini amekikimbia. Nikutakie wakati mwema.